أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo saria nitakazoeleza katika hizi, moja ni saria Abdullah bin Rawaha iliyopelekwa kwenye Usair bin Rizam. Kwanza nitaeleza kuhusu saria hii. Saria hii ya Abdullah bin Rawaha ilitokea Shawal mwaka wa 6 hijra kuelekea kwa Usair bin Rizam katika Khaybar. Katika maelezo yake imeelezwa ya kwamba Abu Rafi Salam bin Abi Huqaiq alipouawa, Mayahudi wakamchagua Usair bin Rizam kuwa amiri wao. Yeye akisimama kwa Mayahudi na akaanza kutoa hutuba ya kwamba, wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila alipoenda kwa mtu fulani katika Mayahudi au akamtuma yeyote katika watu wake, jambo aliloamulia akafanikiwa mle, lakini mimi nitafanya kazi ile ambayo hakuna yeyote aliyeweza kufanya katika wenzangu. Mayahudi wakamuuliza, una nini cha kufanya? Usair bin Rizam akasema, mimi naenda kwa kabila Ghatfan na nitawakusanya, nasi tukienda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutaingia katika nyumba yake. Mtu anapokuja nyumbani kwa adui wake na kumshambulia, anafanikiwa kiasi fulani kwenye lengo lake. Mayahudi wakasema, wazo lako ni zuri. Hivyo yeye akaenda kwa Ghatfan na makabila mengine na akaanza kuwakusanya ili kupigana vita dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hii ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kujua uhakika wa habari hii akamtuma kisirisiri Hat Abdullah bin Rawaha pamoja na watu 3 katika mwezi wa Ramadhan. Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika katika maelezo yake ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya hali hizi akamtuma mara moja sahaba yake mmoja Ansari Abdullah bin Rawaha pamoja na watu 3 kwenda Khaybar, na akawasihi ya kwamba waende kisirisiri na wakikusanya taarifa zote warejee haraka haraka. Hivyo Abdullah bin Rawaha na wenzake wakaondoka na wakikusanya taarifa zote kwa kisiri na wakisadikisha ya kwamba habari hizi ni sawa, wakarejea. Bali Abdullah bin Rawaha na wenzake wakatumia busara ya kwamba kwa kuzunguka ngome ya Khaybar na kufika karibu na majlis za Usair bin Rizam, wenyewe wakasikia kutoka ulimi wa Usair na wenzake ya kwamba wao wanaendelea kupanga njama hizi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika siku zile zile mtu mmoja asiye muislamu Kharija bin Husail akatoka Khaybar na kuja Madina. Yeye pia
akamsadikisha abdullah bin rawaha na akasema kwamba nimekuja kumwacha usair katika hali hii ya kwamba yeye kwa ajili ya kuishambulia madina alikuwa anaandaa jeshi lake. baada ya tasdiki hiyo mtume salallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa abdullah bin rawaha akatuma kundi moja la masahaba 30 kwenda khaibar, na japo haijulikani kutoka riwaya ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amewapa maagizo gani, lakini maongezi yaliyotokea baina ya abdullah bin rawaha na usair bin rizam katika khaibar inadhihiri ya kwamba matakwa ya mtume salallahu alaihi wasallam yalikuwa ndiyo haya ya kwamba kwa kumwita usair katika madina mkataba fulani ufungwe pamoja naye ambao kwao silsila hii ya fitna isishwe na amani ipatikane katika nchi. katika tamanio hilo mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa tayari kiasi hicho ya kwamba akilazimika kumkubali usair kama amir wa khaibar basi atakubali. sharti ni kwamba katika siku za usoni yeye ajizuie kupanga fitina zidi ya waislamu. kundi la abdullah bin rawaha lilipofika khaibar, kwanza kabisa wakachukua ahadi kutoka usair bin rizam kwamba wakati wa maongezi itahakikishwa kwamba amani ipo, jambo linalodhihirisha kwamba wakati ule hatari ilikuwa imeshazidi sana mpaka waislamu walikuwa wakizani ya kwamba isije ikatokea hali fulani ya usaliti kutoka kwa usair katikati ya maongezi. usair akakubali haitatokea hivi na alisema kwamba ni sawa, mimi nakubaliana nani. lakini pamoja na hayo akachukua ahadi ya namna hii kutoka kwa abdullah bin rawaha ya kwamba wao pia hawataleta madhara yoyote. lakini katika suala hili kutangulia kwa abdullah bin rawaha kunadhihirisha kwamba hatari halisi ilikuwa kwa upande gani. kwa vyote vile baada ya makubaliano haya abdullah bin rawaha akaanza kuongea na usair, na lengo lake lilikuwa hili ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam anataka kufunga nawe mkataba mmoja wa amani ili vita hii isitishwe, na kwa ajili yake njia nzuri kabisa ndiyo hii ya kwamba we mwenyewe ufike madina na uongee na mtume salallahu alaihi wasallam ana kwa ana. makubaliano ya namna hiyo yakifikia, mimi ninaamini kwamba mtume salallahu alaihi wasallam atakufanyia hisani na inawezekana kwamba ukubaliwe rasmi amiri wa khaibar. usair ambaye alikuwa akitamani sana uongozi, na pia yawezekana kwamba kulikuwa nia nyingine moyoni mwake akapenda pendekezo hilo, na kwa uchache akadhihirisha kwamba mimi napenda pendekezo hili. lakini sambamba na hilo akawajumuisha viongozi wa yahudi wa khaibar na akaomba kutoka kwao ushauri kwamba waislamu wamependekeza hilo, tufanyeje? mayahudi ambao walikuwa wamezidi mno katika uadui zidi ya islam wakapinga pendekezo hilo, na kwa ajili ya kumzuia usair kutekeleza nia yake wakasema, sisi hatuna imani kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam atakukubali kama amir wa khaibar. lakini usair ambaye alikuwa anajua zaidi hali halisi akaendelea kusimama juu ya kauli yake na akasema, nini hamjui muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshachoka na vita hii na anatamani kwa moyo wake wote kwamba kwa njia yote iwayo silsila ya vita isitishwe. ilmuradi usair bin rizam akawa tayari kwenda madina na kundi la abdullah bin rawaha, na kama alivyofanya abdullah bin rawaha ye pia akachukua pamoja naye mayahudi 30. makundi yote mawili yakitoka khaibar yakafika katika eneo la karkara ambalo lilikuwa na maili 6 kutoka khaibar. nia ya usair ikabadilika, au kama nia yake haikuwa sawa basi tuseme kwamba wakati wa kuidhihirisha ukafika. hivyo yeye akiongea naye kwa ujanja sana akasogeza mkono kwa upanga wa mtu mmoja wa kundi la waislamu abdullah bin unais ansari. abdullah akajua mara moja kwamba nia yake imebadilika, hivyo yeye akasukuma ngamia yake na akaenda mbele na kisha akaelekea kwa usair na akasema kwamba adui wa mungu, je unataka kutusaliti? abdullah bin unais akarudia maneno hayo mara mbili, lakini usair hakutoa jibu lolote.
wala hakukanusha kauli yake, bali yeye alikuwa tayari kupigana vita. Jambo hili aghlabu lilikuwa limeshapangwa na mayahudi kwamba wakati kama huo ukija wote kwa pamoja watawashambulia waislamu. hivyo sehemu ile ile njiani kabisa ikaanza vita baina ya waislamu na mayahudi, na japo makundi yote yalikuwa sawa katika idadi na mayahudi walikuwa tayari kifikira na waislamu hawakuwa na nia yoyote ya vita, lakini ni fadhili ya mungu kwamba baadhi ya waislamu wakapata majeraha, lakini hakuna aliyeuawa shahidi. lakini upande wa pili mayahudi wote wakionja ladha ya usaliti wao wakaangamia. kundi hili la maswahaba lilipofika madina na mtume sallallahu alaihi wasallam akapata kujua habari hizi, mtume sallallahu alaihi wasallam akamshukuru allah juu ya kusalimika kwa waislamu na akasema, kad najahakum mullahu min qaumi zalimin, mumshukuru allah ambaye amewasalimisheni na kundi hili lenye zulma. kuhusu tukio hili baadhi ya wanahistoria wa kristo wameleta shutuma hii ya kwamba kana kwamba kundi la abdullah bin rawaha walikuwa wameleta usair kutoka khaibar kwa nia hii ya kwamba njiani wakipata nafasi watawaua, lakini shutuma hii haina uhakika wowote zaidi ya mwelekeo wa kinguvu wa magharibi tu. wakitaka kusema lolote wanasema tu zidi ya islam, kwani kama ilivyoelezwa hapo juu ya kwamba katika historia haipatikani uthibitisho wowote ya kwamba waislamu walikuwa wamekwenda huko kwa nia hii, bali ikifikiriwa basi tukiacha mashuhuda mengine, maneno haya ya abdullah bin unais kwamba e adui wa mungu, je una nia ya usaliti, na kisha maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shukuruni ya kuwa mungu amewaokoeni kutoka kundi wa zalimu, inatosha kuthibitisha jambo hili ya kwamba nia ya waislamu ilikuwa safi kabisa na yenye amani, na kile kilichotokea kilikuwa natija ya usaliti huu ambayo kama ilivyo kawaida yao watu mayahudi walikuwa nia ya kuwatendea waislamu, lakini jambo ambalo mungu kwa fadhili allah alirudisha kwao. kwa vyote vile hiyo ikawa mwisho wa saria hii. kisha ni saria amar bin umaya zamri iliyokwenda kwa abu sufyan. ibn hisham, ibn kathir na tabri na kadhalik wameeleza kwamba saria hii ilitokea mwaka wa 4 hijra baada ya tukio la raji, lakini ibn saad ameeleza saria hii chini ya saraya zilizotokea katika mwaka wa 6 hijra, na zarkani pia akitanguliza rai ya ibn saad ameeleza chini ya saria za mwaka wa 6 hijra. hazrat bashir ahmad saheb pia katika sir khatam nabiyin ameeleza saria hii ilitokea mwaka wa 6 hijra, na katika maelezo ameandika ya kwamba kuhusu historia ya saria hii kuna hitilafu katika wanahistoria. ibn hisham na tabri wanasema ilitokea katika mwaka wa 4 hijra, lakini ibn saad ameandika kwamba ilitokea mwaka wa 6, na alama kastalani na zarkani wametanguliza rai ya ibn saad. hivyo anaandika kwamba mimi pia nimeeleza katika mwaka wa 6 hijra. mungu anajua. ni behki pia ameunga mkono na riwaya ya ibn saad, lakini humu haijulikani kwamba tukio hili lilitokea lini. maelezo ya saria hii ni kama yafuatayo ya kwamba abu sufian aliwaambia watu kadhaa wa quraish kwamba je, hakuna yeyote kati yenu ambaye amue muhammad saa salam ghafla anapokwenda kutembea masokoni? hivyo mtu mmoja kutoka mabedui akamjia abu sufian katika nyumba yake. yeye akasema kwamba utanikuta mwenye moyo imara katika watu, mkamato wangu ni mgumu kuliko wote, nami naweza kukimbia kwa kasi kuliko wengine. ukinisaidia nitamwendea hadi nitamshambulia muhammad ghafla, nami nina hanjari moja ambayo ni misili ya bawa la tai. kwa kutumia hanjari hiyo nitamshambulia muhammad, kisha nitakutana na msafara mmoja na nikikimbia nitakwenda mbele yao, kwani mimi ni mahiri wa njia. abu sufian akasema, wewe ni mwenzetu,
hivyo abu sufyan akampatia ngamia na masurufu na akasema kwamba ufanye kazi hii kwa siri. Ye akatoka usiku na akaendelea na safari kwa siku 5 na siku ya 6 asubuhi akafika Harra. Harra maana yake ni ardhi nyeusi yenye changarawe, na Madina ilikuwa katikati ya Harra mbili, Harra ya mashariki na Harra ya magharibi. Kwa vyote vile kisha yeye akaelekea kwa watu na akafika Madina na akaanza kuuliza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, hadi akaambiwa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akafunga kipando chake, kisha akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika msikiti wa Banu Abdul Ashal. mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona akasema, kwa yakini mtu huyo nia yake ni kudanganya. Akamtambua kwa kuona hali yake, na mwenyezi mungu ni kinga kati yake na nia yake. hivyo yeye akaenda kumshambulia mtume. Usaid bin Huzair akamshika kutoka kona ya ndani ya shuka lake na kumvuta kwake. Ghafla hanjari ikadondoka kutoka mkono wake. Ye akaanza kupiga kelele, damu yangu, damu yangu, yani nisamehe, nisamehe. Akakamatwa. Hat Usaid akamkamata kwa shingo lake, kisha akamwacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba niambie kweli kweli, wewe ni nani? Ye akasema, mimi naomba amani. Mtume akasema, ndio sawa. Yeye akamwambia kuhusu nia yake na kile alichompangia Abu Sufyan. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru, na kwa sababu ya huruma hii ya mtume yeye akasilimu na akasema, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nilikuwa si waogopi watu, lakini nilipokuona wewe akili yangu ikaniondoka na moyo wangu ukazoofika. Kisha nikajaribu kufanikisha nia yangu, jambo ambalo wengi walikuwa wameshajaribu kabla yangu, lakini walikuwa hawakufanikiwa. Nikajua kwamba wewe umehifadhiwa, na kwa yakini wewe ni juu ya haki, yani Mungu anakulinda, na jeshi la Abu Sufyan ni jeshi la shetani. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutabasamu. Kisha mtu huyo baada ya kuishi kwa siku kadhaa akaomba ruksa kutoka kwa mtume na akaondoka. Baadaye mtu huyo akaenda wapi hakuna habari katika historia. mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma Amr bin Umayya na Salama bin Aslam kwa Abu Sufyan bin Harb, na akasema, mkimkuta katika hali ya kughafilika basi mumue. Yeye kama anapanga mipango ya namna hiyo basi ni sawa, hii ndiyo tiba yake, kwamba yeye auawe ili ubishi huu ukwishe. Ibn Hisham ameeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Jabbar bin Sakhr Ansari pamoja na Amr bin Umayya. Wote wakatoka huko hadi wakafika karibu na Makka, nao wakaficha ngamia zao katika pango moja katika pango za Yajaj ambayo ilikuwa na umbali wa maili 8 kutoka Makka. Kisha usiku wakaingia Makka. Jabbar bin Salama akamwambia Amar kwamba lau kama tungefanya tawafu ya Baitullah na tunge swali swala ya raka 2. Amar akasema, watu hawa wanapokula chakula cha usiku wanakaa katika maua yao, wakiniona watanitambua. Mimi katika Makka ni mashuhuri zaidi kuliko farasi mweupe na mweusi, yani watu wengi wananijua. Rafiki yake Amar akasema kwamba hapana, inshallah sisi tutaenda. Amar anasema kwamba yeye akakataa kukubali jambo langu. Kisha tukafanya tawafu ya Baitullah na tukaswali swala. Kisha anasema kwamba sisi tukatoka na kuelekea kwa Abu Sufyan ili kutekeleza shabaha ya ujio wetu. Anasema, wallahi sisi tulikuwa tunatembea katika mitaa ya Makka. Ghafla mtu mmoja wa Makka akaniona na kunitambua. Ibn Saad anasema kwamba yeye alikuwa Muawiya bin Abu Sufyan aliyemtambua. Muawiya akasema, wallahi Amr bin Umayya amekuja kwa shari fulani. Yeye akawaambia Makuraishi. Hivyo wao wakapata hofu kutoka kwa Amr. Yani Makuraish walipojua wakapata hofu na wakaanza kumtafuta. Amr anasema kwamba mimi nikamwambia mwenzangu kwamba kimbia haraka haraka.
hivyo tukaanza kukimbia kwa kasi hadi tukapanda juu ya mlima mmoja nao wakatoka ili kututafuta na sisi tukapanda juu ya mlima wao wakakata tamaa na hapo sisi tukarejea na tukaingia katika pango moja la mlima sisi tukapitisha usiku ndani yake tukachukua mawe na tukayaunganisha pembezoni mwetu asubuhi mtu mmoja wa quraish akatujia tukamwona alikuwa anatembea huko kwa mujibu wa ibn saad alikuwa ubaidullah bin malik bin ubaidullah tami kwa vyote vile lakini katika rai ya ibn ishaq ye alikuwa usman bin malik abdullah kisha anasema ye alikuwa anasukuma farasi yake na alikuwa karibu yetu karibu na pango sisi tuliko ndani yake nikasema kwamba yeye kama akituona basi atapiga kelele na sisi tutakamatwa na tutauawa yani yeye atawaita makafiri anasema nilikuwa na hanjari nilikuwa nimetayarisha kwa ajili ya abu sufian nikatoka na nikamshambulia juu ya kifua chake ye akapiga kelele watu wa maka wakasikia sauti yake mimi nikarejea pangoni na watu wakamfikia kwa kasi yeye alikuwa katika sekunde za mwisho za uhai wake wakamuuliza kwamba nani amekuwa ye akasema kwamba amr bin umaya na kisha akafa na hakuweza kuwaambia kwamba sisi tuko wapi riwaya moja inasema kwamba walipofika kwake ye hakuwa na nguvu ili kuwaambia mahala petu amr bin umaya anasema ya kwamba mimi nikamwambia mwenzangu wewe kimbia kutoka hapa yani wewe uende kwa ngamia yako na upande juu yake na uondoke hivi akaondoka amr bin umaya anasema kisha mimi nikatoka na nikafika zajnan ilikuwa mlima mmoja maili 12 kutoka makka anasema kisha mimi nikajikinga kwenye mlima mmoja nikaingia kwenye pango amara anasema kisha nikatoka huko hadi nikafika arch pia ilikuwa pango moja kati ya maka na madina ambapo misafara ilikuwa ikisalia kisha nikapanda juu ya kipando changu na nikafika naqi ilikuwa mahala ikiwa na umbali wa safari ya mausiku mawili kutoka madina hiyo imeendikwa katika sirt ibn hisham anasema watu wawili washirikina wa quraish walikuwa wakija madina ambao makuraish walikuwa wamewatuma kama majasusi ili waone hali halisi ikoje mimi nikawaambia kwamba nini mujisalimishe kwangu wao wakakataa mimi nikamua mmoja wao kwa mshale na mwingine akajisalimisha mimi nikamfunga na kumleta madina yani hiyo haikutokea hivi bali vita ilitokea baina yao kwa mishale kwa vyote vile amar bin umaya akaanza kumsimulia mtume salallahu alaihi wasallam hali na habari za huko na mtume alikuwa akitabasamu kisha mtume salallahu alaihi wasallam akamwombea dua ya kheri kuhusu saria hii kuna riwaya mbalimbali ibn hisham ibn kasir na tabri na kadhalik wakieleza tarehe ya saria hii kama mwaka wa 4 hijra wamezungumzia habari ya kushusha maiti ya khubayb bin adi kutoka ubao hat khubayb akitekwa katika tukio la rajii alikuwa ameuzwa katika makka na makuraish walikuwa wamemua shahidi kwa kumfunga juu ya ubao lakini ibn saad katika saria ya amr bin umaya hakueleza habari ya kushusha maiti kutoka ubao na riwaya ya ibn saad inaonekana kuwa sahihi zaidi kwani kwa ajili ya kushusha maiti ya khubayb kunapatikana habari ya kikosi kingine katika historia kilichoenda kufanya kazi hii zarkani pia ameshika msimamo huo na mwishowe mwasaria amr bin umaya imeendikwa kwamba kwa ajili ya kushusha maiti ya khubayb bin adi mtume alikuwa ametuma hat zubair na miqdad kuhusu hiyo katika sir khatama nabiyin hazmita bashir masai pia ameendika ya kwamba katika maelezo ya saria ya amr bin umaya yeye hakueleza habari kuhusu khubayb bin adi yani yale aliyoandika na ameandika maelezo yake kama hivi kushindwa vibaya katika vita ya ahzab
kulikuwa kumewasha moto kwa makafiri wa makka na moto huo wa moyo kwa asilimia kubwa abu sufian alikuwa ameupata ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa makka na katika vita ya ahzab alikuwa ameshindwa na kuzalilika vibaya kwa muda abu sufian akaendelea kuungua katika moto huo lakini mwishowe swala hilo likatoka nje ya uwezo wake na cheche za moto huo zikaanza kutoka nje uadui halisi wa makafiri ulikuwa ni zidi ya mtume salllahualwalhi wasallam hivyo sasa abu sufian akapata wazo kwamba mipango ya kizwahiri kama haikutoa natija yoyote kwa nini kwa kutumia njia ya kisiri muhammad salllahualhi wasallam auawe yeye alikuwa akijua ya kwamba kunakuwa hakuna ulinzi makhsus karibu na mtume salllahualhi wasallam bali saa nyingine yeye alikuwa anakwenda hapa na pale bila ulinzi wowote alikuwa anatembea katika mitaa ya mji alikuwa akija misikitini mara 5 kwa siku na alikuwa akisafiri bila ulinzi wowote hivyo hii ilikuwa nafasi nzuri kwa mtu mwenye kumua abu sufian mara baada ya kupata wazo hilo akaanza kupanga mpango wa kumua mtume muhammad salllahualwalhi wasallam na yeye aliposimama imara juu ya azma hii siku moja akipata nafasi akawaambia vijana wachache wa makuresh kwamba je hakuna yeyote kati yenu ambaye akifika madina amue muhammad saa salam mnajua kwamba muhammad anatembea katika mitaa ya madina vijana wakasikia wazo lake na wakapenda wazo hilo siku chache zilikuwa hazikupita kijana moja mbedui akaja kwa abu sufian akasema kwamba nimesikia pendekezo lako na mimi nipo tayari kwa ajili yake kama ilivyoelezwa kwenye tukio mirza bashir msa pia ameeleza tukio hili kijana huyo akasema kwamba mimi ni kijana mwenye moyo madhubuti na mkamato wangu ni mkali na namshambulia mtu mara moja ukiniteua kwa kazi hii na ukinisaidia mimi niko tayari kwenda kumua muhammad salllahualwalhi wasallam mimi nina hanjari ambayo itafanya kazi misili ya mabawa ya tai hivyo nitamshambulia muhammad saa salam kisha nitakimbia na kwenda kukutana na msafara fulani na waislamu hawataweza kunikamata ni tukio lile ambalo limeelezwa hapo juu ameandika tena kisha akasema mimi najua sana njia zote za madina abu sufian akasema kwamba sawa we unaweza kutusaidia kisha abu sufian akampatia ngamia mwenye mwendo kasi na masurufu na akamsihi kwamba asiwaambie watu kuhusu siri hii akitoka maka mtu huyo akafika madina huku akijificha mchana na kusafiri usiku na siku ya 6 akafika madina na akijua kwamba muhammad sasa yuko wapi akafika kwenye msikiti wa kabila bani abdul ashar wakati ule mtume alikuwa amekwenda huko na katika siku zile na katika siku hizi watu wapya walikuwa wakija madina hivyo muislamu yote hakupata mashaka juu yake lakini mtume alipomwona akija kwake mtume alikuwa amekaa miskitini mtume akasema mtu huyu amekuja kwa nia mbaya kwa kusikia maneno hayo ye akaelekea kwake kwa mwendo kasi lakini kiongozi mmoja mwansari usaid bin huzair akaelekea kwake na akamkamata na katika juhudi hii mkono wake ukaenda kugusa hanjari yake aliyokuwa ameificha na ye akasikitika na akasema damu yangu damu yangu hapo ameandika maelezo mengine kwamba alikuwa hakuvuta shuka peke yake bali alikuwa amejaribu kumkamata na kisha hanjari yake ikadondoka chini yeye akasema kwa sauti ya juu kwamba nisamehe nisamehe alipokamatwa mtume sallallahu salam akamuuliza niambie kweli kweli wewe ni nani na umekuja kwa nia gani ye akasema kwamba nisamehewe nitaeleza tu kisha kama ilielezwa hapo juu akamsimulia kisa chote na mtume saa salam akasema kwamba sawa utasamehewa yeye
akasema kwa mtume salallahu alaihi wasallam yote na akasema kwamba abu sufian alikuwa amemwahidi kumpatia zawadi kiasi fulani. mtu huyu akaendelea kuishi madina kwa siku kadhaa na kisha kwa furaha akasilimu na akaingia katika wafuasi wa mtume salallahu alaihi wasallam. njama hii ya kidamu ya abu sufian ikawatahadharisha waislamu kwamba wajue kuhusu matakwa na nia ya watu wa makka. hivyo mtume saa salam akapeleka maswaba wawili amr bin umaya zamri na salma bin aslam kwenda makka, na kwa kuona njama hii ya abu sufian ya kumua na pia mipango yake ya zamani akawaruhusu kwamba wao wakipata nafasi basi bila shaka waamue adui huyu wa islam. lakini umaya na mwenzake walipofika makka, makureshi wakachukua tahadhari na maswaba hawa kwa kujisalimisha wakarejea madina. njiani wakakutana na majasusi wawili wa kuresh ambao viongozi wa kuresh walikuwa wamewatuma ili kujua hali halisi ya waislamu na kujua hali ya mtume salallahu alaihi wasallam. na si jambo la ajabu kwamba mpango huu wa makureshi uwe mwanzo wa njama nyingine ya kidamu, lakini ni fadhili ya allah kwamba umaya na salma wakapata kujua kuhusu ujasusi wao na wakataka kuwashambulia na kuwakamata, lakini wao wakapigana nao vita. katika vita hii jasusi moja akauawa na mwingine wakamteka na kuleta madina. mengine inshallah siku za usoni. naendelea kusema kwamba mufanye dua kwa ajili ya hali za pakistan. saa nyingine hali inakuwa tete sana na inaonekana kwamba uongozi na serikali pia inaendelea kuchezwa na mashekh wenye msimamo mkali. mwanzoni habari zilikuwa zinatufikia kwamba mnara wa misikiti umebomolewa au mimbari imebomolewa, walikuwa na shida hii. lakini sasa jana katika mji wa daska kwa kutumia uzuru wa kutengeneza barabara, mwanzoni walituma notice kwamba tutachukua mahala kiasi fulani na kwa kutumia buldoza tutasafisha mahala pale. kulikuwa na vioo kwenye sehemu ile. walipokuja na buldoza kwa ushawishi wa mashekh wakabomoa msikiti mzima. msikiti huu ulikuwa umejengwa zamani hata kabla ya kutokea uhuru baina ya india na pakistan, na josefullah khan sahab alikuwa ameujengesha. watu hawa wamezidi kiasi hicho. ni mwenyezi mungu ndiye afanye mpango wa kuwakamata na njama zao azirudishe juu yao. hivyo wahamadia haswa wahamadia wa pakistan wana haja ya kufanya maombi mengi, wafanye maombi mengi. pia kuhusu palestina mkataba unaendelea kufanywa. wanasema kwamba umefanywa, wengine wanasema kwamba haukufanywa, na baada ya mkataba matukio yanaendelea kutokea. juu ya jambo hili baadhi ya watu wameanza kuonyesha furaha, lakini wanatakiwa kuelewa kwamba nguvu hizi za kidajali hazina imani. wanasema mengine na wanafanya mengine, hivyo hakuna haja ya kuwa na furaha kiasi hicho. kuna haja ya kufanya maombi mengi na waislamu watumie akili na wanatakiwa kufanya juhudi ili kujipatia haki zao. mwenyezi mungu awajalie waislamu akili. ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu na pia nitasalisha jeneza yao. marehemu wa kwanza ni mheshimiwa sheikh mubarak ahmad saheb, alikuwa nazir diwan katika rabwa wa sadr anjuman ahmadia. januari 11 akiwa na umri miaka 77 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi, alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa, na babu yake sheikh muhammadin saheb alikuwa amefanya bayat mwaka 1968. alitokana na katha nangal tehsil batala wilaya gurdaspur. sheikh mubarak saheb alisoma hadi ba bed na kuanzia 66 hadi 81 kwa miaka 15 alitoa huduma katika shule ya talimul islam high school. kisha shule zilipotaifishwa mwaka 1973, kisha yeye akatoa huduma katika shule zingine, shule za kiserikali.
na kwa ujumla kwa miaka 40 aliendelea kuitumikia jumuiya. alijitolea wakfu kwa khalifamsi thalis mwaka 1982. ye akakubali wakfu wake na kisha 1982 khalifa mtukufu wanne rahimahullahu taala akamteua naib wakil katika sadsa la jubli. kisha yeye akapata bahati ya kutoa huduma kama naib wakilulmal, additional nazir baitulmal, sadr anjuman ahmadia. kisha akafanya kazi kama nazir baitulmal, kisha baadaye kama nazir diwan, nazir ishtanata. akatoa huduma ya kijamaati kwa muda mrefu. pia akaendelea kuitumikia tanzim kama ansarullah na khudamul ahmadia, kama qaid wa ansarullah na muhtamim khudamul ahmadia. mpwa wake na mwanamkwe ehsan mahmud nimbashiri anasema alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. daima alikuwa anasema kwamba mujenge uhusiano na ukhalifa. alikuwa akiwasihi wa bashiri kwamba katika mambo ya kifedha msiingilie kati. alikuwa na swala kwa wakati. alikuwa na swali miskitini. alikuwa anafanya juhudi ya kuswali miskitini hadi umri wake wa mwisho. na daima katika majlis mbalimbali za kijamaati na majlis za jamaa alikuwa akiwasihi kwamba wajenge uhusiano imara na ukhalifa. na alikuwa anafanya dua kwamba mwenyezi mungu uendelee kuwaunganisha vizazi vyangu na ukhalifa. na kisha anasema kwamba alituambia kwamba mimi namwandikia khalifulmsihi kila jambo na sifichi kutoka kwake jambo lolote. nikikosea hata hivi namwandikia ili yeye aniongoze na niweze kujirekebisha na nipate faida. kwa fadhili na msaada wa allah alitimiza wakfu wake. hata mimi nimeona amefanya kazi pamoja nami nilipokuwa katika anjuman. daima alikuwa mfano wa kutanguliza dini juu ya dunia, kuishi maisha ya kawaida na kutoa muda kamili. mara nyingi ilikuwa ikitokea kwamba ameenda kwenye ziara na amerejea, kisha akaenda ofisini na jioni tena akaenda kwenye ziara. alikuwa anafanya juhudi kwamba aendelee kupata nafasi ya kutoa huduma. mtu fulani kutoka watoto alipomshauri kwamba apumzike, alikuwa ameugua. iye akasema kwamba mimi nitastaafu nitakapokufa. watumishi wa maofisi pia walikuwa na furaha. wanasema kwamba daima alikuwa anatujali sana. alikuwa anaangalia kila jambo na kisha alikuwa anafanya juhudi ya kutimiza hata mahitaji yetu binafsi. kisha wameandika kwamba alikuwa na shauku sana ya kusoma, na anasema nimeona daima alikuwa anasoma katika nyumba yake vitabu ya masihi maud na malfuzat. alikuwa amesoma sana na alikuwa na wasihi watoto wake. alikuwa na ujuzi mkubwa kuhusu kanuni za kijamaati na alikuwa na nguvu ya kuamua. mungu alikuwa amemjaalia vipaji. yani revision ilipofanywa kuhusu kanuni za anjuman, alikuwa kwenye kamati, alikuwa anatoa rai nzuri sana. kuna inspector baitulmal wa karachi sayyid daud ahmad anasema kwamba nilifanya kazi chini ya uongozi wake kwa miaka 30 katika nizarat mal ahmad. alikuwa anatusihi kwa mapenzi. tukikosea alikuwa anatufahamisha, na tukifanya kazi nzuri alikuwa anatupa moyo. kila mtumishi alikuwa anaelewa kwamba sheikh sahib ananijali sana. alikuwa anazingatia mahitajio yao na kisha alikuwa anawasaidia. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. ana mabinti 6 na kijana mmoja na mke. marehemu anayefuata ni mheshimiwa muhammad munir adlibi sahib wa qatar. yeye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka
76. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ana vijana watatu na binti moja, wote wanaishi qatar. muslim darobi sahib anasema kwamba kwa kupitia yeye mimi na ndugu yangu tulikubali ahmadia. alikuwa mbashiri, mhaziri na muhamadia mwenye elimu sana. alifanya bayat mwanzoni mwaka 1984 alipokutana na khalifa mtukufu waina rahimahullah taala. akaanza kuishi hapa london na pia akatafsiri baadhi ya vipindi vya liqa mal arab na vipindi vingine. aliandika vitabu zaidi ya 10 na kuna vitabu 7 ni kuhusu mahubiri ya jumuiya ya waislamu wa ahmadia na makala mbalimbali. alikuja baadaye lakini akafanya kazi kubwa sana nchini siria. aliwahi kuwa katibu wa mahubiri na katibu wa malezi na elimu. watu wengi waliweza kujiunga na jamaat kwa kupitia yeye. katika kijiji cha mushrab jumuiya ilipatikana kwa kupitia yeye, na kwa sababu hiyo wapinzani wa ahmadia wakateketeza gari yake. pia wakapeleka malalamiko kwa viongozi, na huko kwenye kijiji cha mushrab baadhi ya watu walitiwa ndani mwaka 1989 na yeye pia akatiwa ndani kwa miezi kadhaa. na hali ya sham ilipoharibika akaenda qatar kwa watoto wake. mwenyekiti wa jamaat siria wasim sahib anasema aliandika vitabu vingi ambavyo viliwafaidisha waahmadia. alieleza mafundisho ya jamaat kwa njia nzuri sana. kwa kupitia yeye watu wengi wakajiunga na jamaati. basir adalbi sahib anasema kwamba yeye alipitisha maisha yote kwa ajili ya kuitumikia jamaat. alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa. kwa ajili ya khalifa mtukufu waine rahimahullahu taala alitoa huduma ya tafsiri kutoka kiingereza kwenye kiarabu. alikuwa mwanajeshi wa ahmadia. alijitolea wakfu maisha yake kwa ajili ya mahubiri ya jamaat. watu wengi wa siria waliweza kujiunga na jamaat kwa sababu yake yeye. 2013 hali ilipokuwa mbaya katika siria akahamia qatar na akaendelea kuandika juu ya facebook kuhusu jamaat ahmadia na ukhalifa. alikuwa mhaziri mzuri na alikuwa anajua sana kuhusu hoja na dalili za ukweli wa masihi maut. alitafsiri vitabu vingi kutoka kiingereza kwenye kiarabu kuhusu ukhalifa na azma yake, na alikuwa amejitolea wakfu maisha yake yote kwa ajili ya mahubiri ya jamaat. alikuwa na imani sana juu ya ukweli wa masihi maut, na kwa sababu yake akalazimika kuvumilia mambo mengi na mateso mengi kutoka familia yake na jamii yake dimashk. rafiki yake moja anasema kwamba nilipata kujua kuhusu jamaat kwa kupitia yeye. khalid izam sahib alinipatia kitabu chake kuhusu dajjal. nikapenda sana kitabu hicho, na kitabu hicho kikabadilisha maoni yangu yote. na kisha nikasoma kitabu kingine kuhusu majini na mauaji ya mritadi. nikawasiliana naye kwa njia ya simu, na kisha mimi na khalid izam tukafanya bayati. marehemu alipojua akafurahi sana. dr imran rehman sahib sadr jamaat qatar anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mzuri sana, mnyenyekevu. alikuwa na uhusiano imara na nizamu ya jamaat. alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa, na alikuwa mtifu sana. kwa kupitia mta alikuwa anasikiliza hutuba na alikuwa anaangalia vipindi vingine, na alikuwa anafurahi sana. alikuwa kwenye mstari wa mbele katika swala kujitolea. alikuwa anahakikisha kwamba michango yake yote itolewe kwa wakati. kabla ya kifo chake anasema kwamba aliniita mimi na mbashiri na katibu wa fedha kwenye nyumba yake. alisema nataka kutoa mchango wa wakfe jadid, hivyo njoni muchukue. kwa sababu ya ripoti mbaya, saa nyingine viongozi wa serikali wakamkamata, lakini kisha wakamwacha.
hapana jambo hili analisema ni la zamani mwaka 1988 alipokuwa nchini siria kisha ameandika mtu fulani ameandika kwamba alikuwa kwenye vipindi vya siria ambapo alitoa hutuba kuhusu adhabu ya mritadi katika islam na alipoeleza msimamo wake akaendelea kupokea vitishio baadhi yao vikapigwa chapa alikuwa anaendesha ukurasa wa facebook na alikuwa anaandika maandiko mbalimbali ya masihi maut na wahamadia na wengine ambao si wahamadia walikuwa wanamfuata yeye maisha yake yote hadi pumzi yake ya mwisho kwa kalamu yake na kwa maneno yake akisimama imara akapitisha fikira yake ya msingi ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa masihi maud na kusambaza dini ya mwenyezi mungu duniani akipata nafasi alikuwa anaongea kuhusu ahmadia na alikuwa anawaambia watu kuhusu ukweli wa masihi maud na alikuwa anawahubiri mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake na ampandishe katika daraja marehemu anayefuata ni abdul bari tarek saheb ambaye alikuwa mkuu wa computer section wa kufiji rabwa alifariki siku za nyuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sadr saheb wakfidi ameandika kwamba jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake chaudhry muhammad yar saheb mkazi wa gatealia wilaya sialkot yeye mwaka 1903 kwa kupitia barua alikubali ahmadia babu wa marehemu chaudhry ghulam qadir saheb alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa marehemu alipata masomo hadi msc computer science kisha akaendelea kufanya kazi katika mji wa karachi kisha akapata maradhi ya kansa akapona kisha kansa ikarudia yeye akamwindikia khalifatulmsi rabi rahimahullahu taala huzur akamtumia dawa ya homeopathy na akamwambia kwamba yeye atumie tiba hii ya kihomeopathy yeye akapeleka ombi kwa huzur kwamba anataka kujitolea wakfu khalifa mtukufu waini rahimahullah taala akakubali ombi lake na akamtuma kwenye tahrike jadid kisha akateuliwa katika wakfe jadid yeye akaandaa rekodi ya maofisi yote kwenye kompyuta na akafanya kazi kubwa sana hata nchi ya pakistan katika hospitali ya ahmadia kano nigeria na kisha ahmadia hospitali benin akafanya kazi kubwa dr sahib wa kono aliindika kwamba tulikuwa na nia ya kuweka rekodi kwenye kompyuta na kulikuwa na matumizi ya malaki lakini yeye akaja na akaishi huko kwa mwezi mmoja na kwa kutumia hela ndogo tu akafanya kazi yote ameacha kwenye familia mama mke kijana mmoja na ndugu 5 na pia dada yeye alipojitolea wakfu baada ya marazi akapona alikuwa ameahidi kwamba nikipona nitajitolea wakfu kisha baada ya kupona akafanya kazi kwa miaka 21 na akafanya kazi kwa kujituma hakuna usiku wala mchana na akasimamisha mfano kwa wakfin ambao ni mfano wa kuigwa katika ansarullah markazia akaendelea kufanya kazi kama qaid alikuwa anajiandaa ili kwenda huko ambapo akapata mshtuko wa moyo na akafa sadr ansarullah dr sultan sahib anasema kwamba yeye alikuwa mtu mnyofu wa tanzim silsila na ukhalifa alitimiza wakfu wake kwa moyo wake wote daima alikuwa anafanya shughuli za jamaat na alikuwa anahisi furaha katika kutekeleza wajibu wake alikuwa anahisi furaha tele mtu fulani alimwambia kwamba wewe unafanya kazi za watu wewe upokee ujira kutoka kwao
unatengeneza software na kadhalik, unafanya juhudi kubwa. Akasema mimi nimejitolea maisha wakf, nitapata ujira wangu kwa mungu. Alitimiza wakfu wake kwa njia, kwa moyo wake wote kama nisemavyo, na alikuwa na yakini kamili juu ya baraka za wakf, na hadi pumzi yake ya mwisho alikuwa ametoa ahadi ya kuitumikia ambayo akaitimiza. Mwenyezi mungu amrehemu na amghofirie. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.